Naam, mtazamaji, matayarisho ya maandamano ya tarehe 9 Disemba yameanza mapema, huku sasa hivi joto la maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba Tanzania nzima likianza kushuhudiwa baada ya jeshi la polisi jioni ama usiku huu tena kutoa ripoti nyingine kuhusiana na habari zinazosambazwa kupitia mtandao wa kijamii wa TikTok kuhusu maandamano hayo yanayotarajiwa kung'oa nanga mnamo tarehe 9 asubuhi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu maandamano hayo kwa kina na kwa undani zaidi. Jeshi la polisi Tanzania limetoa mawasiliano maalum usiku wa leo kufuatia kusambaa kwa kasi kwa kipande cha sauti kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok, ambapo mwanamke mmoja asiyejulikana anasikika akitoa wito kwa kile anachoeleza kuwa ni maandamano ya amani kote nchini kuanzia saa 1 asubuhi ya Disemba tarehe 9. Sauti hiyo imeenea sana, ikivutia usikivu kutoka kwa maelfu ya watumiaji na kuibua udadisi mkali wa jeshi la polisi ulioenea wa umma kuhusu uhalisi wake na uhalali wa hatua zilizopangwa. Sauti hiyo imeweza kufichua mambo mengi ambayo yanatarajiwa kutokea mnamo tarehe 9 Disemba. Hata hivyo, wakikabiliwa na uvumi uliokuwa, jeshi la polisi Tanzania sasa hivi wamesonga mbele haraka kutoa ufafanuzi na kuzuia mvutano huo kuongezeka zaidi katika mitandao ya kijamii ya TikTok kabla maandamano. Katika taarifa yao, jeshi la polisi la Tanzania walielezea kuwa sauti inayosambaa mtandaoni TikTok haiwakilishi tangazo rasmi au halali, badala yake inaonekana ni jaribio la makusudi la kuzua fujo na machafuko tarehe 9. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya polisi, wito wa maandamano hauungwi mkono na taratibu zozote za kisheria na hivyo kuchukuliwa kuwa ni kitendo cha uchochezi chenye lengo la kuendekeza hisia za wananchi kiharamu. Katika barua ya jeshi la polisi, nikinukuu, iliandikwa hivi: kuna hii taarifa upande wa kushoto iliyotengenezwa kwenye mfumo wa sauti na mwanamke na inasambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi linaendelea kueleza katazo la kutokufanyika kwa kinachoitwa maandamano ya amani lililotolewa jana Disemba tarehe 5 mwaka 2025 lipo pale pale kwa sababu za kisheria ambazo hazijafuatiwa. Jeshi la polisi la Tanzania linaendelea kutoa wito kwa wananchi wakatai uhamasishaji, uzushi na uchonganishi wa aina hii na mwingine ambao lengo lake ni kuleta vurugu na machafuko itakayovuruga amani na usalama wa taifa letu. Aidha, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikishia wananchi wote wafuata sheria, wapenda amani, usalama wa taifa letu na wasiopenda kuchonganishwa na wanaopenda kutatua changamoto kwa busara, mazungumzo, maridhiano, maelewano na mshikamano wa kitaifa kuwa vipo tayari wakati wote kuwalinda. Barua hii ya jeshi la polisi imechapishwa leo ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2025. Polisi wa Tanzania wamefanua zaidi kuwa hakuna waandaaji waliowasilisha notisi au barua zinazohitajika kisheria ambazo lazima ziwasilishwe kwenye vituo vya polisi kabla ya maandamano yoyote ya umma kufanyika. Kukosekana huku kwa mawasiliano rasmi walisema kunafanya simu za mtandaoni au machapisho ya mtandaoni kuwa kinyume cha sheria kabisa. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa maandamano ya Disemba 9 hayana msingi wowote wa kisheria na kwamba mtu yoyote anayejaribu kuhamasisha watu kupitia mitandao ya kijamii bila kufuata taratibu anajihusisha na vitendo visivyo halali na atachukuliwa sheria vikali. Kulingana na uchunguzi unaoendelea, polisi wanaamini kuwa klipu hiyo ya sauti ni sehemu ya juhudi zilizoratibiwa za kidijitali zilizoundwa kuchochea hisia za kisiasa na kuzua wasiwasi miongoni mwa raia kabla ya Disemba 9. Mamlaka zinasema mbinu hizo mara nyingi hutumiwa na watu binafsi au makundi yanayotaka kutumia wakati wa mvutano wa kitaifa ili kuzua machafuko na kujifaidisha. Wamethibitisha kuwa vitengo vya uhalifu wa mtandaoni vinafuatilia asili ya kurekodi na kufuatilia wale wanaohusika katika usambazaji wa taarifa hizo potofu kuhusu au kabla ya maandamano ya Disemba 9. Polisi hata hivyo walionya kwamba jumbe za mtandaoni za aina hii zimekuwa zana za kawaida zinazotumiwa na wahudumu wasiojulikana ambao wanalenga kuwapotosha wananchi kuamini kuwa serikali imeidhinisha maandamano makubwa. Walielezea mbinu hizi kama majaribio ya makusudi ya kuibua makabiliano kati ya raia na vikosi vya usalama siku ya tarehe 9, haswa katika wakati ambapo anga kisiasa tayari inashtakiwa. Taarifa hiyo iliweka wazi kuwa tabia hiyo ni sawa na jaribio la moja kwa moja la kuvuruga amani ya taifa. Katika kuelekea Disemba 9, polisi waliwataka wananchi kuwa watulivu na waangalifu, wakibainisha kuwa watendaji wenye nia mbaya mara nyingi huimarisha shughuli zao katika nyakati nyeti za kisiasa.
Waliwakumbusha wananchi kwamba taarifa za kuaminika zinaweza kupatikana tu kutoka kwa njia rasmi za mawasiliano za serikali ya Tanzania na si kutoka kwa matangazo ambayo haijathibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tarehe inapokaribia, mamlaka inasema lengo lao kuu ni kupunguza hatari ya hofu na habari potofu. Mashirika ya usalama yalisema yanafahamu kuwa baadhi ya watu wanajaribu kuchukua fursa ya mazingira ya kidijitali ili kuchochea majaribio ama matarajio ya maandamano makubwa, huku mwito wa Disemba 9 ukiwa mfano wa hivi punde zaidi. Polisi walionya kwamba kampeni hizi za mtandaoni zinalenga kujenga mtazamo wa kasi ya nchi nzima ambayo haipo, kuhamasisha wananchi wasio na wasiwasi kushiriki katika mikusanyiko isiyo halali. Walisisitiza kwamba wananchi lazima watofautishe kati ya michakato ya kweli ya kiraia na maudhui yaliyoundwa kudanganya. Jeshi la polisi lilitangaza kwa operesheni za usalama zimeimarishwa kabla ya Disemba 9 na kuhakikisha kwa mikusanyiko yote isiyoidhinishwa itatawanywa mara moja ili kuzuia kuongezeka kwa fujo. Maafisa wametumwa katika miji mikuu Tanzania na ufuatiliaji maalum katika maeneo ambayo ushiriki wa mtandaoni unaozunguka wito wa maandamano umekuwa wa juu zaidi. Taarifa hiyo ilisema polisi wako tayari kuchukua hatua madhubuti kuzuia uvunjifu wa amani wa umma tarehe hiyo. Akiwa makao makuu ya jeshi la polisi mjini Dodoma, msemaji huyo David Misime alisisitiza kwamba wale waliohusika kuunda na kusambaza sauti za kupotosha za maandamano hayo watakabiliwa na adhabu kali za kisheria. Ujumbe huo ulisisitiza kuwa sheria za Tanzania zinakataza kwa uwazi uchochezi, upotoshaji na kupanga vitendo haramu vya umma. Msemaji huyo alibainisha kuwa uchunguzi hautaishia katika kubainisha sauti hiyo, bali utaendelea na kufuatilia kila mtu aliyeikuza kwa nia ya kusababisha machafuko. Kulingana na mamlaka ya Tanzania, chokochoko nyingi sawa za mtandaoni zimefuatiliwa kwa watu wanaotafuta manufaa kibinafsi au kujiinua kisiasa, mara nyingi wakijificha kwenye akaunti zisizojulikana. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa juhudi hizi hazitafanikiwa, kwani polisi wamejipanga kuwabaini na kuwakamata wale wanaojificha nyuma ya majukwaa ya kidijitali ili kuvuruga amani ya Tanzania. Kama sehemu ya ukandamizaji wake mpana, polisi walizitaka familia na pia akawasisitiza kutoshiriki katika mikusanyiko yoyote ambayo haijaidhinishwa. Walisema kuwa chaguo salama na la kuwajibika zaidi kwa raia mnamo Disemba 9 ni kupuuza wito wote wa maandamano na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Ujumbe huo ulisisitiza kuwa ushiriki katika maandamano haramu huwaweka watu binafsi kwenye hatari za kisheria na huchangia kuyumba kwa taifa. Kwa kumalizia, polisi walisisitiza dhamira yao ya kulinda usalama wa Tanzania na kulinda watu wake dhidi ya udanganyifu kupitia mawasiliano ya kidijitali ya uongo. Kikosi hicho cha polisi kilieleza kuwa kitaendelea kuwafuatilia na kuwakamata waliohusika katika kusambaza sauti hiyo ya maandamano ya Disemba 9 na maudhui yoyote yanayolenga kuzua machafuko. Mamlaka zilisisitiza kuwa Tanzania itasalia kuwa taifa la amani na kwamba hakuna kiasi chochote cha taarifa potofu za kidijitali kitakachoruhusiwa kuvuruga utulivu wa nchi. Ni hayo tu mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa maoni chini ya video hii, kisha like video hii na ubonyeze alama ya subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.